inabidi watu wajue kwamba mimi nikiumizwa kwenye mahusiano yaliyopita, sio kigezo cha kwamba nikiingia kwenye mahusiano mengine sitoumizwa. Sure. Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, karibu sana kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha, kama kaida kabisa. Leo niko na ndugu yangu kabisa hapa SPB, Mr. Love Disaster, na vitu vingi sana vya kuzungumza naye, na and of course mimi na ndugu yangu bana, mara nyingi tukikutana bana, hoga stories zinakuwa ni nzuri sana. Last time tulifanya interview, ilifanya poa sana, comments zilikuwa ni nyingi sana, interactions zilikuwa ni nyingi sana pia. Kwa nikasema bwana, sio kesi, kwa sababu naona kuna watu wengi ambao mlisema bwana Victor bana, kuna haja bana kumtafuta bana Mr. Love Disaster bana, tupate pia kuhusiana na mahusiano. Watu mmesikiza sana vitu vigumu. Je, kwenye mahusiano na waacha vipi? Na mimi nikasema sio kesi, nimsogeze hapa ndugu yangu tupate kuyazungumza yanayojili katika mahusiano, na wewe niambie bana ni kitu gani ambacho pia utafurahi kukisikia katika siku ya leo. Nyuma kama kawaida yupo Rizky bwana, na tanambia pia na yeye namna gani ambavyo hizi yengo anazingatia au kwenye namna ya kushuti anazingua. Hebu weka maoni ya Rizky hapa nione pia na yeye ubora wake kwa vipi hapa. My brother, na waje? Fresh. Tuko vizuri ndugu yangu. Tuko vizuri ndugu. Mambo yanasemaje? Kwanza mimi nikupongeze sana kaka. Umekuja kwa wakati mfupi, lakini umekuwa na mapokezi makubwa sana. Naona ukuaji wako kila siku, namna ambavyo watu wanakuamini. Watu wengi wamekuwa kiazungumzia mahusiano, lakini wengi hatuoni wakidumu. Unaona baadaye mtu anapotea, anafanyaje na nini, lakini kwako umekuwa na consistency na hata wamekupokea pia. Hii inatokana nini hasa kwa kwako? Mimi nadhani kwanza kuamini kwenye kitu unachokifanya. Yeah. Lakini pia kitu unachokifanya kiwe na impact, tunasema kwa jamii. Kiwe kina matokeo kwa jamii, na matokeo yenyewe yawe chanya. Yeah. Kwa hiyo ukifanya kitu chochote ambacho kinagusa jamii, na ukakifanya kwa consistency ile mimi nadhani ndio kitu ambacho kinakuweka wewe kwenye macho ya watu, na kukipa kipaumbele kile kitu ambacho unafanya, na kupenda kile kitu unachokifanya. Yeah. Na mimi kutengeneza maudhui woga, kuna vitu ambavyo sometimes ukafanya content ukasema kwamba hii nimekosea, ama hii bana nimepatia sana. Ni content gani ambayo kuifanya ukasema hii bana, hii mbona kama maoni yamekuwa ni tofauti na kila ambacho nimekitegemea? Kuna content moja nishai kufanya. Kwanza mimi huwa nafanya maudhui ambayo ni ya uhalisia kabisa. Yaani uhalisia kabisa. Na bahati mbaya watu wengi hawapendi kuambiwa, hawapendi uhalisia. Ukweli. Ukweli. Yaani uhalisia ndio una ukweli ndani yake na kila kitu. Watu wengi hawapendi uhalisia. Na siku nishai kusema nifanya content gani? Nifanya content kasema ile content ilisema ile wanaume kuwachukulia poa wanawake. Kitu kama hicho, kwamba wanawake ni wajanja sana. Yaani wanaume wabadilishe ile notion, ule mtazamo wao, wanawake sio hawana akili na nini. Kwa hiyo nilipata maoni mengi sana kutoka kwa wanawake. Na maoni mengi ilikuwa kwamba mimi navujisha siri zao. Mbona naisema? Kwa nani anamleta huyu mume wake kwenye vikao vyetu na nini, anavujisha siri zetu kwa wanaume. Lakini ndio hivyo, mimi natoa uhalisia, na ukitaka kujua wewe unafanya kitu cha uhalisia, soma maoni ya watu, soma comments za watu, wanazungumza nini kuhusu maudhui yako. Kwa nikajua kabisa hii kweli imeenda. Hapa nimepiga penyewe hapa. Kwa hiyo content mimi I say naitembea sana kwa kweli. Hongera sana ndugu. Shukrani mzee. Bana, leo na maswali yangu mengi sana ambayo nataka mtu amesema leo ajifunze kuhusiana na mahusiano. Na swali langu la kwanza nataka nigusie kuhusiana na hili. Watu wengi wamekuwa kiingia kwenye mahusiano wakiwa na malengo fulani. Unaingia labda mtu umempenda, au unasema bana huyu mtu mimi nataka tu nipite, nifanyaje. Kila mtu anapoingia kwenye mahusiano kwa na malengo yake. Lakini watu wengi wamekuwa kizama na kupotea kwenye mahusiano. Unaingia na malengo yako, lakini baadaye unajikuta umeshapita njia tofauti. Inakuwa na tofauti, inasababishwa na nini hasa kwenye mahusiano? Na mahusiano mengi ambayo unaingia kwa kujaribu, sana mara nyingi unakuta inakuwa kweli. Yaani anaenda kuwa mahusiano strong na watu mpaka unakuta unaoana na mtu. Yaani zama mazima. Mfano, sababu mahusiano sio sehemu ya kujaribu. Mahusiano unadili na hisia za mtu. Yaani ukizungumzia mahusiano sio kama urafiki tu wa kawaida. Ushikaji. Sio tu ushikaji. Mahusiano mnadili na hisia za mtu.
Mahusiano unaingia kwenye kipengele cha kuaminiana, kutengeneza bond na mtu. Kwa hiyo mimi nikiingia kwenye mahusiano na mtu X, nikishaingia naye kwenye mahusiano, kama nilikuwa nimeingia kwa kutesti zali langu, pengine naweza kuwa naona mimi na testi zali, lakini mwenzangu hisia zake zinazidi kukolea kwangu, kuzama, anazidi kuzama kwangu. Mimi naingia, yani naweza kuwa tu siko serious. Mtu anambia mimi siko serious. Wewe hauko serious, lakini mimi nilikuwa serious. Wewe hapa mimi na wewe kuachana hamna. Kama kutengeneza familia tutengeneze, na mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo kitu cha kuambia watu kwamba mahusiano kwanza sio kitu cha kujaribu. Yani sio kitu cha kujaribu. Kama unaingia kwenye mahusiano kwa kujaribu, ni bora ukaacha. Yani usiingie kwenye mahusiano kwa kujaribu. Kwa kutest. Ingia ukiwa na malengo yako na mtu wako, na malengo yako mueleze huyo mtu ambaye umeingia naye kwenye nini? Kwenye mahusiano. Mjue kabisa mnaenda kufanya 1, 2, 3. Umeelewa? Lakini usiingie kwa kutest. Yani kuliko kuingia kwenye mahusiano kwa kutest zali lako, it's better ukakaa tu single. Usijihusishe kabisa na masuala ya mahusiano basi. Kabisa. Kuna wengine wanasema kwamba ni wakati gani sahihi wa kuvumilia pengine maumivu au mateso kwenye mahusiano? Unajua kuna vitu vingine vinatoka kwenye mahusiano, alafu ukasema bana hiki nikivumilia na hiki bana sitaki kuvumilia. Ni situation gani ambayo utakuwa ukifika bana sema sasa hii sio ya kuvumilia hii, na bana kikona na condition fulani bwana nivumilie? Kwanza inabidi Victor ujue kwamba kwenye mahusiano kuna vitu viwili ambavyo watu wanashindwa kutofautisha. Kuna kuvumilia mtu na kuna kujidhalilisha kwa mtu. Umeelewa? Yani uvumilivu na kujidhalilisha ni vitu viwili tofauti, lakini vinafanana kwenye mahusiano. The more mtu anavyozidi kuwa anakosea kila siku, unamvumilia. Ikifikia hatua mambo yale yakazidi, unaanza kuonekana unajidhalilisha. Kwa sababu mtu anarudia kosa lile lile kila siku, anarudia kosa lile lile. Kwa sababu mimi naamini kwamba kosa wanasema sio kosa, lakini kurudia kosa ndio kosa. Sasa mimi mtu wako akikosea kwenye mahusiano, unamsamehe, mnaendelea, lakini haitakiwi arudie kosa lile lile. Kumpenda mtu lazima uvumilie. Of course, lazima uvumilie, lakini haitakiwi kuwa too much. Ikiwa too much manake unajidhalilisha kwa mtu. Ukinganga. Yani ukinganga, yani mwisho wa siku sasa hatusemi kwamba watu wasivumiliane na nini, lakini uvumilivu una mipaka. Uvumilivu ambao unapitiliza ndio ile ambao unaelekea kwenye ukatili sasa wa kijinsia. Tunaelekea huko, unakuta watu wanaenda kudhuriana. Kwa sababu kama mimi nishakupa principles zangu, mimi sitaki uvuke mstari huu mwekundu, lakini kila siku wewe unavuka, manake hakuna kitu tunaweza tukatengeneza zaidi ya kugombana kila siku, maugomvi ambayo hayana mbele wala nyuma. Kwa hiyo uvumilivu upo, lakini kila kitu uwe na kiasi, kwa sababu binadamu inabidi tufanye kila kitu kwa kiasi. Hata kumpenda mtu inabidi umpende mtu kwa kiasi. Hata kumchukia mtu, mchukie mtu kwa kiasi. Sababu huwezi kumpenda kila mtu na huwezi kumchukia kila mtu. So fanya kila kitu kwa kiasi. Hata uvumilivu una kiasi chake. Yani usivumilie sasa jamani mtu anakupiga kila siku, si hata kuua? Sasa hizo huwezi kuvumilia. Au mtu kila siku anakuletea wanawake nyumbani. Wewe mwanaume unaleta wanawake kila siku nyumbani. Wewe unataka huyo mwanamke avumilie nini sasa? Kwa maana nikasema wewe ukitaka vitu fulani ufanyiwe, Victor, leo hii hakikisha vile vitu uwe unafanya pia na wewe. Ukitaka mwenza wako awe mstaarabu, wewe ni mstaarabu. Ukitaka mwenza wako awe na heshima, wewe una heshima, unajiheshimu. Ukitaka awe anakusikiliza, wewe unamsikiliza. Kwa hiyo lazima hivi vitu viendane. Wote wawili, na kila kitu kiwe na kiasi. Huwezi ukasema mwanamke sio mvumilivu. Sasa jamani, mtu avumilie kila siku unampiga? Hawezi kuvumilia. Unamchiti kila siku. Wewe unamchiti mtu kila siku, unampiga kila siku. Wewe mwanaume wako anakuambia kila siku rudi mapema nyumbani, urudi. Ashakwambia michezo fulani usicheze, wewe unacheza. Ashakwambia usikope kope, unakopa. Kila siku sasa jamani, uvumilivu haipo, upendo anasema. Sasa upendo ndio maana nikasemaje, kila kitu kiende na kiasi chake. Yaani ukifanya kitu bila kiasi unakosea. Unakuwa unakosea. Unapoteana. Penzi la Zuchu na Diamond unaleka katika situation ipi katika hili? Kwenye hii? Hii ni uvumilivu. Na lile ni penzi ambalo kwanza ni penzi la mitandaoni.
Ujue watu wasichoelewa, kuna mapenzi ya mitandaoni na uhalisia. Uhalisia wa Zuchu na Diamond wanaujua wenyewe. Wao wenyewe wawili. Umenielewa sijui. Na ukitaka kuendesha mahusiano yako kwa kumfuatisha Diamond na Zuchu, ndugu yangu, utapotea mapema. Kwa sababu ile ni mitandao. Yaani yule Zuchu akiamka akaweka karatasi ndefu, inabidi ujue hiyo ni miemko tu, na ni mitandao. Lakini je, una uhakika Diamond na Zuchu hayo mambo wanafanyana? Kweli? Una uhakika familia zao zina ugomvi kweli? Wewe huna uhakika. Haya. Watu walikuwa wanasema Diamond hataenda sio kwenye baby shower sio nini? Haya. Diamond kaja pale. Haya, watu wamedhalilika. Umeelewa? Hapo kisha siku yule ni baba wa mtoto. Kwa hiyo ile ni family. Yule mwanamke kaolewa kabisa na ana ndoa yake, na watu inabidi wabaki kuheshimu ndoa ya mtu. Kwa yani ibaki tu hivyo. Kwa hiyo hauwezi ukayajaji mapenzi yako kwa mapenzi ya mtu fulani. Yaani mahusiano yako Victor, haitaki uwezi image ya mapenzi yako, haitaki kioo kiwe mapenzi yangu. Mahusiano yangu. Yaani mahusiano yako yasiendane na mahusiano yangu. Wewe una part yako na pray, mimi na part yangu. Kwa sababu hata hivyo tuna date watu tofauti. Kwa hiyo ndio inavyokuwa. Hivi kusaliti kwenye mahusiano ni kuisha kwa upendo, au ni kutokuwa na mipaka, au ni tuiteje sasa, tuiweke vipi hiyo? Kwanza usaliti, au wanasema kukosa kujitambua. Usaliti, kwanza usaliti ni uchoyo. Usaliti ni kutosheka. Usaliti ni tamaa. Mtu anaweza kuwa anampenda mtu lakini akamsaliti kwa tamaa. Umeelewa? Sawa. Tamaa, lakini kutosheka. Kutosheka sawa pia. Umeelewa? Uchoyo. Kwenye uchoyo hapo, unakuaje uchoyo kusaliti? Kwa nini nasema usaliti ni uchoyo? Unataka vitu vyote viwe vya kwako, wenzako wasipate. Victor, ukishamchagua mwanamke mmoja wewe wa kwako, waacha wanawake wengine waende kwa wanaume wengine. Yaani haina haja wewe na wanawake 10. Haitakusaidia. Au wewe mwanamke una mwanaume wako ambaye ana maisha yake ya kawaida. Unawatamani tena na wenye magari. Ukitoka kwa wenye magari unawatamani wenye migodi. Huo ni uchoyo. Kwa hiyo uchoyo, tamaa ni vitu ambavyo kama vina relate. Umenielewa sijui. Kwa hiyo na mapenzi yanaisha sio kwa kusalitiana. Umenielewa? Yaani watu ukiona watu wameachana, sio kwamba watu wamesalitiana au watu wamefanya nini. Ni mapenzi yanakuwa yamefanya nini? Yameisha. Mapenzi yanakuwa yameisha. Kwa mimi unaweza kumsaliti, mtu wako anaweza kukusaliti, lakini bado ana mapenzi na wewe. Bado ana hisia na wewe. Hiyo kafanya kwa tamaa za nje za muda mfupi tu. Kutojielewa tu mtu hivyo. Umenielewa? Lakini feelings za mtu zikiisha kwako Victor, mapenzi yakishaisha, pale watu ndo wanafanya nini? Wanaachana. Na mapenzi yakishaisha kwa mtu ni bora ukaondoka, kwa sababu utaumia. Huwezi kukaa sehemu ambayo upendwi. Never. Na huwezi kumlazimisha mtu akupende. Sasa mtu akupendi, mtu akupendi, wewe unamlazimisha huyo mtu wa nini? Unambembeleza huyo mtu wa nini? Naona watu wengi nawaeleza. Huyu mtu wako anafanya nini? Anafanya 1 2 3. Nakuja kugundua huyu mtu mapenzi yameisha kwake. Lakini yeye bado anamhitaji. Umeelewa? Na sio lazima kwamba kisa mimi mapenzi kwako yameisha basi na wewe kwangu yawe yamefanya nini? Yameisha. Haiwezekani. Yaweneza mimi yangu yanaisha kwako, wewe yako kwangu bado yapo. Lakini lazima ukubaliane na hali ilivyo. Na watu wengi wanahangaika, wanateseka kwenye mahusiano baada ya kuachana kwa sababu hawataki kuamini, kukubaliana na situation wakati usika. Kubali situation kwamba jamani imeisha. Ni kweli nilikupenda lakini sasa hivi kiukweli wewe upendo haupo. Yes. Yaani lazima utambue kwamba kuna lenye mwanzo alikosi mwisho. Lakini umezungumza kitu kizuri sana. Umesema kwamba kusaliti ni uchoyo, ni tamaa na vitu vingine ambavyo umezungumza hapo. Unaamini mwanaume kwenye kupenda wanawake zaidi ya 3, 4, 5 na kaapenda wote na ni sawa? Hiyo tunahitaji pia, hiyo ndio hiyo tamaa, usaliti unahitaji. Kwanza uwezi kuwapenda watu wawili kwa wakati mmoja. Uwezi. Never.
haijawahi kutokea. Swali langu kutoka gumu kidogo hapa. Kuna mtu anaamini ipo mpaka kiimani hiyo kwamba yeye kuoa wanawake mpaka 4 ni sawa, si umenielewa? Afu wewe unaniambia kwamba ni usaliti, ni tamaa. Tunaweka vipi hiyo? Sasa usaliti unatofautiana na imani. Kuna imani ya pande mbili. Waislamu wenzetu wanaruhusiwa kuoa wanawake mpaka 4. For which ukishaoa wewe hujafanya usaliti. Wewe umeendana na miko ya nini? Ya dini. Makisa atembea na mwanamke mwingine? Hujaelewa. Dini inaruhusu. Na ndio maana wale wanawake lazima, ili utembee naye lazima umuoe. Manake mtu ukishamuoa hapo hamna usaliti, hamna nini, kwamba umefuata dini. Na kwa Waislamu ninachoamini ni kwamba unatakiwa umpe taarifa mwanamke wako mkubwa kwamba anaongeza mke wa pili ama wa 3 ama wa 4. Umeelewa? Mnakubaliana and then unaoa. Umeelewa sio? Kwa hiyo haiendani na usaliti. Yaani kwa sababu hapa ni tupo kwenye swala la dini la kiimani kwamba hao wanaoa wanawake 4 mpaka 4, sisi Wakristo mwanamke mmoja. Ila wewe huamini kwenye kupenda mtu zaidi ya mmoja? Kupenda mtu zaidi ya mmoja ni kipengele kwamba iwe the same. Yaani iwe the same. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Yaani kupenda watu wawili kwa wakati mmoja na wote wapate mapenzi sawa ni ngumu sana. Kwenye research zako ambazo unazifanya, na mimi uoga unafanya counseling pia, unapokea ushauri wa watu tofauti. Wanawake ambao wapo katika mahusiano ya design hii hasa, uoga wanakuambia nini hasa wao wenyewe? Wanakuwa na enjoy au unahisi wengi wapo kwa sababu ya tunavyozungumza misingi na imani? Kwanza hakuna kipindi kizuri kwa mwanamke kama kuolewa. Yaani ni bahati kubwa kwa sababu ndoa sio ya kila mtu. Unajua kuna wanawake wengi ni wazuri na nini lakini hawaolewi. Umeelewa? Kwa hiyo kwanza ni jambo zuri mwanamke akifanya nini? Akiolewa. Na sasa mwanamke kukuta ameletewa mwanamke mwingine nyumbani, kama ni Muislamu anatakiwa kubaliane na hiyo hali kwa sababu hata dini inaruhusu. Lakini changamoto inakuja hivi, kama mume wake ataanza kwenda kulala na mwanamke mwingine ingalikuwa hajamuoa, hilo ndo kosa. Na hizo scenario nimekutana nazo. Kwamba yes, wewe ni upo kwenye imani fulani, unaruhusiwa kuoa wanawake mpaka 4, lakini una mwanamke mmoja, lakini una michepuko. Kwa hiyo sio sawa kiimani. Kiimani lazima uoe. Ukishaoa huyo mtu ni official. Umeofficialize kile kitu chako. Kwa hiyo unakuta mwanamke mwingine analalamika na hicho kitu, bwana nini? Sawa, ndio dini inaruhusu. Kama inaruhusu basi mwambie huyo mwanamke afanye nini? Amuoe. Na wewe mwanamke unakuta anasisitizia, mimi ninachotaka huyo mwanaume amuoe huyo mwanamke. Asiwe naye kama mchepuko. Yaani akishamuoa mimi naye tutafahamiana. Kwa hiyo tukishafahamiana hata kuleteana magonjwa itakuwa ni ngumu kwa sababu tutakuwa tushapima na nini, anakuwa part ya familia. Umejibu vizuri sana. Ni kitu gani ambacho mtu atakuwa ajifunze kwenye masuala ambayo ametoka, labda alikuwa ameumizwa, hayuko sawa, hayuko okay, amepitia maumivu makubwa, ajifunze kitu gani huyo mtu hasa? Somo gani atakuwa alichukua? Kwanza inabidi watu wajue kwamba heartbreak zipo. Heartbreak haziishi. Yaani kuumizwa kwenye mahusiano haiishi. Utakuja kuumizwa na mtu yeyote. Na maumivu kwenye mahusiano hayana idadi. Yaani hamna sehemu imeandikwa kwamba mahusiano yako haya yatakupa maumivu, yajayo hayatakupa maumivu. Kwa sababu mtu ambaye unaingia naye kwenye mahusiano next, hujui yeye anawaza nini. Umenielewa sijui? Kwa hiyo ukisema yani jambo la kumwambia mtu ajifunze nini, inabidi watu wajue kwamba mimi nikiumizwa kwenye mahusiano yaliyopita, sio kigezo cha kwamba nikiingia kwenye mahusiano mengine sitoumizwa. Watu wajue kwamba kuumizwa ni package ya mahusiano. Kuvunjwa moyo ni package ya mahusiano. Azifu umeingia. Yes. Yaani as long as umeingia kwenye mahusiano, kumbuka kwamba kuna kuachana, kuna kuumizwa, kuna kulia, kuna kugombana, kuna kusamehe, kuna kusameana. Yaani hivyo vitu vyote ni package. Kuna good time. Sasa wewe
expectations za watu wengi wanahisi ni kucheka, ni kuenjoy, ni kuhave fun, ni kwenda beach kutalii, kwenda hapana. Ile moment ya harusi kuna hard times, kuna wakati mgumu, kuna nyakati ngumu, lakini kuna nyakati za furaha. Kwa hiyo ukiumizwa kwenye mahusiano yako yaliyopita, sio ticket ya kwamba nikiingia kwenye mahusiano mengine, japokuwa inakupa darasa na kukupa ustahimilivu fulani. Lakini itakuwa tu achukue tu kama sehemu ambayo ni kawaida. Achukue kama funzo, na uzuri ndo unavyozidi kukomaa. Sababu unavyopata heartbreak, siamini kama unaweza ukapata mtihani kwa sababu mimi naamini hata kwenye kusoma, the more unavyozidi kupanda madarasa, no the more unavyozidi kupata elimu, akili yako kupambanuka zaidi. Kwa hiyo unavyozidi kupata hizi heartbreak, inazidi kukujenga, inazidi kukutengeneza. Kwa hiyo mtu asisi labda mimi nimepata heartbreak, moyo wangu umerudi, hapana. Sitaki tena mahusiano. Hapana, huwezi kusema hivyo. Wanaume wote ni mbwa. Alafu hizi ni kauli ambazo watu kweli wanakuwa nazo na wanahitaji counseling ya haraka sana. Kwa mfano wanawake wana hiyo kauli kwamba wanaume wote ni mbwa, lakini wana ile kwamba hakuna waoaji siku hizi. Lakini pia hata sisi wanaume tuna ile kwamba wanawake wote ndo wale wanawake wanapenda pesa, wanawake wote ni wadangaji tu. Lakini sio kweli. Yaani mdangaji mmoja hawezi kufanya wanawake wote wawe wadangaji. Wanawake pia wenye upendo, wenye kutulia katika mahusiano wapo tena wengi. Wengi sana. Yaani wanawake waliotulia, wenye nidhamu, wenye kujielewa, upendo wa kweli, wapo wengi kuliko hao wadangaji. Ni sahihi. Ni kutuliza tu kichwa. Ni kutuliza kichwa tu, mzee wangu. Hivi ni kwa nini hasa watu wengi wamekuwa wanarudia mahusiano yale ambayo mara nyingi yamekuwa akiwaumiza? Yaani unakuta labda ametoka bana, mimi kusema kweli bana sitaki tena kudate na mtu maarufu baada ya kuumizwa labda. Anataka sasa date na mtu ambaye hana jina na nini, lakini bado unamuona amerudiana katika mahusiano ya mtindo ule. Au mtu ambaye ametoka kumuumiza pia anarudiana na ule mtu. Unahisi kwa nini watu licha kujua lakini bado wanarudi katika mahusiano yale? Kwa nini? Kama nilivyosema mwanzo, kwamba kugombana hakufanyi mahusiano yavunjike. Kuumizwa hakufanyi mahusiano yavunjike. Kinachofanya mahusiano yavunjike ni mapenzi yakiisha. Hisia na kwa mtu zikiisha. Hivi unajua hisia zikiisha kwa mtu unamuona kama mavi. Unamuona kama kinyesi, yani unaona kama ni mtu fulani adui, unamuona kama ni mtu hajai coexist. Yani hisia zikiisha kwa mtu Victor, unaanza tena huu ni wakati mbaya sana. Oni jema. Wakati wa mahusiano yakiisha. Usiombe. Yani usiombe iki kipindi kikukute bado upo kwenye mahusiano. Shai kuona mwanamke mwenye mimba afu mimba inakuchukia. Na mwisho saa 8 usiku anataka udongo. Yaani kuna misukosuko, nipe chungwa anapata wapi chungwa bichi? Mzee wangu, kwa hiyo hii ni situation mbaya sana. Usiombe ikukute. Usiombe hii situation ikukute. Mapenzi yaishe. Yaani mwanamke ifikia hatua mapenzi kwako yameisha, alafu wewe bado unamtaka, my brother, inakuwa kipengele. Lakini mapenzi kama bado hayajaisha, mambo mengine mnatukanana, wewe kuanzia leo huyu ataondoka, utarudi kesho. Unahisi kwa nini watu wanarudi katika mahusiano? Kwa nini watu wanarudi katika mahusiano yale? Kwa nini? Ni mapenzi. Kwa hajaisha. Mapenzi hajaisha. Yaani mtu, alafu muone watu wanaogombana sana, sometimes unakuta hao ndio wanapendana sana. Wanakuambia wagombanao ndio wanaopatana. Yani kwa sababu mnavozidi kuwa mnagombana, emotion zenu mnasameana na nini, nyie bado mnakuwa mnapendana. Ndio maana mtu anakuambia, bwana sikia, aache bwana wagombane, hao wanapendana, wanajuana. Wewe usishauri chochote hapo, utaonekana wewe ndio mbaya. Waache hao, watarudiana. Na kweli watu wanarudiana, lakini ni kwa sababu wale watu mapenzi hajaisha, kila mtu bado anahisia kwa mwenzake. Nadhani umeelewa vizuri. Hivi unaamini kwamba mawasiliano ama maongezi, kuongea mara kwa mara inaweza kusaidia mahusiano kuendelea kuwa na muda mrefu kwenye mahusiano, au pia kuna mambo ambayo ikishatokea kuna matatizo mawasiliano hayawezi kutatua kabisa hiyo kitu? Yani kati ya nyenzo muhimu za kufanya mahusiano yawe imara ni mawasiliano. Yani mahusiano ambayo yana mawasiliano mazuri baina ya mwanaume na mwanamke ni mahusiano ambayo yanadumu sana. Kwa sababu mahusiano yakiwa mazuri, kama kuna kitu mwenzako anakifanya hujakipenda, mtazungumza na mwenzako atakusikiliza.
Sasa mawasiliano yanatakiwa yawe pande mbili. Kila mtu awe ana uwezo wa kumsikiliza mwenzake na awe na uwezo wa kumueleza mwenzake jambo. Lakini ikifikia hatua wewe Victor unamueleza mwenza wako jambo na anakuja juu hataki kukuelewa, manake kuna poor communication. Mawasiliano yenu ni duni. Kwa hiyo haya mahusiano kudumu inakuwa ngumu. Hata kama kuna hard times. Kuna watu, ndio maana unakuta watu wengine wamefikia mawasiliano yao ni mazuri kwenye mahusiano, lakini wamefikia hatua wanaona kabisa sisi kwa hii situation hii hatuwezi kuisolve. Okay, tunafanya nini? Twende kwa viongozi wa dini, twende kwa wazazi, na imani ya mambo yanaweza katatuliwa. Lakini lazima muwe mna mawasiliano mazuri. Mawasiliano ambayo ni mazuri na imara, mkifikia hatua ambayo hamwezi kutatua changamoto yoyote, mna uwezo wa kukubaliana kwenda kwa therapist, akawapa counseling, akawashauri, akawaelekeza, na bado mkaendelea. Lakini kama mawasiliano yenu ni hafifu, hata huko hamwezi kufika. Yaani hata hilo jambo dogo tu mtu anaweza kachelewa kurudi nyumbani, watu wakaachana. Kwa sababu ya mawasiliano ni mabovu. Ni kitu gani ambacho mtu akitambua kwamba amekosa kwenye mahusiano au amemkosea mpenzi wake atakuwa anze nalo kulifanya? Ni kitu gani ambacho bana au nimemkosea sasa? Kitu gani cha kwanza utakuwa anze nacho ili kuweza kuweka sawa? Uwajibikaji. Watu, mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu yanakosa uwajibikaji. Victor, umekosea, si ndio? Lazima uwajibike kwa makosa yako. Unawajibika vipi? Kwanza unaomba msamaha. Sababu ndio unajiwajibisha hivi. Unaomba msamaha, na ukishaomba msamaha mwenza wako ana jukumu la kufanya nini? La kukusamehe. Na akisha kusamehe inabidi ujifunze kurudisha ile imani pia. Unaweza ukafanya surprise, zawadi na nini, kujenga ile imani ambayo imefanya nini? Imepotea. Lakini uwajibikaji ndo kitu cha kwanza ambacho watu wanatakiwa wawe nacho ili kuhakikisha mambo yanakuwa sawa, kwa sababu uwajibikaji ukikosekana, manake hata msamaha huwezi kuomba. Kama hutaki kuwajibika, huwezi kuomba msamaha. Kwa sababu kuomba msamaha kunatokana na uwajibikaji. Mpaka unaomba msamaha, manake ndo unawajibika hivyo. Na sio kujishusha. No. Sio kujishusha huko. Bwana wanaume wataki bwana kumomba msamaha mwanamke bwana. Sasa hiyo ndo inafanya wanaume wengi sana wanaachwa. Ya kwamba huwezi kumomba mwanamke msamaha? Sasa ngoja nikwambie kitu. Hakuna kitu. Yaani kwenye mahusiano, wewe mwenyewe ni shahidi. Wanawake ndo wanaongoza kwa kuomba msamaha. Wanawake? Hivi unajua mwanamke ni mgumu sana kuomba msamaha? Lakini wewe? Bwana ni sawa. Tena mwanaume elijali, mwanaume strong, mwanaume ambaye sio dhaifu. Ni yule ambaye anaomba msamaha. Hivi kama wewe umekosea, sawa? Hapana mke wangu, naomba unisamee, nimepitiwa, naomba unisamee. Mwanamke anajisikia vizuri. Lakini wewe umekosea, bwana tulia bwana, mimi ndo mwanaume humu ndani, nimemaliza. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, unajua watu wanamuona Zuchu anamwandikia ujumbe Diamond mara nyingi sana. Ukute jamani fundi sana kwenye kuomba msamaha pia. Mtaalamu yule. Sasa Simba vipi? Ndio unakuta binti muda wote ashaye kusema atapiga magoti hapa mpaka South Africa kumomba Zari msamaha. Huyo mtu si hatari huyo. Nyinyi mnaona mitandaoni. Wewe unaona Zuchu kaposti haraka mrefu. Mwanaume akirudi nyumbani akuja na vizawadi anaomba msamaha, mmalizana. Hiyo haipostiwi hiyo. Sasa milioni 78 kwenye baby shower. Sasa je. Alafu wewe milioni 78 uendelee nani? Na visirani? Pesa sabuni ya roho ndugu yangu. Mtu kashinda siku 4 hospitali. Siku 4 Diamond analalia ubavu. Siku msamaha kwenye wale. Yani kwa hiyo yani kuomba msamaha watu wanakuwa naongeaga tu nje, lakini Victor, ngoja nikwambie, hakuna mtu ambaye aombi msamaha. Acha hizi kauli zisikupotoshe. Hata huyu anayekwambia wanaume hatuombi msamaha, tena ndo namba 1 kwa kuomba msamaha. Sasa mwanamke unampenda, sawa? Hivi kwa nini kosa dogo la wewe labda kuchelewa nyumbani ili kuletea ugomvi wakati ilikuwa jambo rahisi? Wewe ni mwanaume bwana. Kweli kabisa. Unatakiwa umwambie bwana, mke wangu samahani, mambo mengine yaendelee. Hivi unahisi ni kwa nini watu wengi ama wanawake sasa, lakini hata kwa wote, lakini huaga wanapenda wanawake wanaowafurahisha kuliko watu ambao wanawafanya kukua hasa katika mahusiano na vitu vingine hivi?
yani watu wengi hasa wanawake wanapenda wanaume wanaowafurahisha kuliko wale wanaume ambao wanaweza kufanya wakakuwa katika mahusiano na hata kiuchumi pia. Napenda mtu mwanaume ambaye tunaenda club, tunaenda beach, tunaenda wapi, kuko mwanaume ambaye anakuwa yuko na kazi zake, lakini pia anamsaidia katika kukua katika biashara zake na mambo mengine mengi labda ambayo ya kiuchumi na vitu vingine, lakini anatamani tu awe na yule mwanaume ambaye anayemfurahisha. Kwa nini wanawake wako hivyo na mwanamke anahitaji kueleweshwa. Wanakwambia mwanamke hata awe na umri gani, akiwa kwa mwanaume wake anakuwa mtoto. Yaani umeona wanawake? Muona hata mama zetu wakiwa kwa washua wetu wanakuwa watoto. Yanakuwa kama watoto kabisa. Na sio utoto kwamba ni mtoto, lakini anakuwa anampenda huyo mtu. Mwanamke ni mtu ambaye anahitaji kueleweshwa kila siku na kukumbushwa kila siku. Na wewe ni jukumu lako. Mwanamke unaweza kumwambia nakupenda saa 1 asubuhi. Lakini anataka umwambie nakupenda saa 6 mchana. Atataka umwambie saa 1 usiku nakupenda. Kabla ya kulala umwambie nakupenda. Yaani aamini kama unampenda bila wewe kusema. Na unatakiwa uiseme kila siku. Uiseme nakupenda mke wangu, nakupenda mpenzi wangu. Seme tu. Kwani inachukua muda gani? Kwa hiyo wanawake wako hivyo. Na mwanamke anakuwa bora kulingana na wewe unavyomtengeneza. Kama utamzoesha kwenda club, atakuwa hivyo. Kama utamjengea misingi, takupa ushuhuda mmoja. Kuna jamaa mmoja alikutana na dada poa. Dada tu anaofanya biashara. Dada poa kabisa. Dada poa. Alinipa huo mkasa. Hii nakupa exclusive. Akaenda siku ya kwanza akakutana naye, wakamaliza mambo yao. Jamaa akachukua namba. Jamaa alikuwa anaishi Dodoma. Huyo dada anakaa huko Sinza. Siku ya kwanza akaja akakutana naye, wakabadilishana namba, jamaa akaondoka. Sawa. Akarudi weekend iliyofuata akampigia, bwana upo njoo. Sawa, kwa sababu si ashafahamiana naye. Siku ya pili hiyo wakakaa siku 3. Umeelewa? Sasa ikatokea yule jamaa akaanza kuwa na hisia na yule dada. Ni dada poa. Na kukumbusha. Lakini anaanza kuwa na hisia naye. Kaambia kwani uwezi ukaachana na hivi vitu mimi nikakuoa? Kweli kweli wakakubaliana. Yule jamaa akamuoa yule dada. Sure. Amemuoa. Ni mama wa watoto 3 sasa hivi. Huyo dada anakuambia ameacha hayo mambo kabisa na ametulia kwenye ndoa na mume wake. Na haina matatizo. Haina matatizo. Imenyooka. Unamtengeneza mtu unayemtaka. Mwanaume unamtengeneza mwanamke unayemtaka wewe. Ina depend na wewe sasa. Uwezo wako, ustahimilivu wako upoje? Sure. Lakini yani ndio maana nakwambia mwanamke unaweza kumbadilisha. Kwa sababu mpaka huyo mwanamke kajiingiza kwenye hayo mambo. Kuna mwanaume alimpelekea kuwa vile. Umeelewa? Sababu hakuzaliwa vile. Au malezi yake ya kumlea aende kwa dada poa, hapana. Unakuta kuna mwanaume alimfanyia mambo akajikuta huko. Umeelewa? Lakini kuna mwanaume pia akaja kumbadilisha. Sababu yeye aliona kabisa mimi huyu mtu naweza nikamuoa na tukatengeneza familia. Kweli. Hivi ni wakati gani ambao utakuwa pigane mahusiano, na kuna wakati gani ambao pia ukifika level fulani bana hapo mahusiano sitaki kabisa hata kuyapigania? Yani sehemu ambayo haupendwi. Sehemu ambayo haupendwi, sehemu ambayo haupewi muda, sehemu ambayo unadharaulika sana. Umeona? Inabidi ifikie hatua useme bwana unajua sometimes sisi tunakosea sehemu moja. Unajua kuna ile uwazi. Yaani bwana unamuita mtu wako unamwambia bwana sikia. Mimi na wewe sitaki tugombane. Wewe ni mtu mzuri sana, wewe ni mtu mwema sana, lakini mimi na wewe kuingia kwenye mahusiano imekuwa ngumu. Yaani mimi na wewe swala la mahusiano haliwezekani. Kwa kama tutaamua kubaki kuwa marafiki sawa. Kama utataka tuwe kama tujai kukutana sawa. Hivi kwa kumaliza swali langu la mwisho ambalo nimeandaa siku ya leo. Hivi ni ukipewa nafasi ya kumshauri mtu ambaye anaingia kwenye mahusiano leo,
anatamani aanze kuenjoy mahusiano, aingie katika wanaita dimbwi, bahari ya mapenzi kwenye malavidavi wanaita si kwenye manini, mtanisaidia kwa watu wengine kwenye mahaba, ajifunze nini hasa huyu mtu ambaye anaingia katika mahusiano siku ya leo? Kwanza kabla hujaingia kwenye mahusiano inabidi ujue mahusiano yana stage 3. Stage ya kwanza ni kuingia kwenye mahusiano na upate heartbreak mbaya sana, ambayo itakuvuruga vizuri ubongo wako na moyo wako, ujue kwamba kumbe mahusiano yako hivi. Sitaki kuingia yani mentality yako uloingia nayo hiyo ya mahaba sijui nini ikatwe kabisa. Ikatwe kwanza. Alafu ya pili upate mtu ambaye ni sahihi wakati ambao sio sahihi. Lazima ujifunze pia. Unajifunza. Yani unapata mtu ambaye ni sahihi. No. Ya pili unapata mtu ambaye ni sahihi kwako kabisa. Alafu aondoke kwa ujinga wako mwenyewe. Umpoteze. Umpoteze. Hiyo itakufundisha uwajibikaji kwamba okay, kumbe mimi nilikosea. Kwa mimi natakiwa niwe nawajibika. Mimi nitakiwa nifanye hiki, nilikosea. Hiyo inazidi kukupa shule pia. Alafu ya tatu ndio ile upate mtu sahihi wakati ambao sio sahihi. Aondoke. Kwa ukishapitia hizo stage zote hizo zinakufanya uwe mtu bora sana kwenye mahusiano. Kwa sababu mahusiano ni shule. Unajifunza kutokana na makosa. Unajifunza kutokana na vitu ambavyo vinatokea. Yaani mahusiano hayawezi kuwa theory. Lazima yawe practical. Lazima uingie field. Lazima experience. Mimi Victor siwezi kuja kukueleza mahusiano kama hujaingia kwenye mahusiano. Yaani siwezi kukueleza maana ya usaliti ukanielewa kama hujai kusalitiwa. Siwezi kukueleza maana ya kuachwa kama hujawahi kuachwa. Kwa hiyo lazima uone kama naongea vitu sieleweki. Lakini kama kweli ushawahi kusalitiwa, kweli ushawahi kusingiziwa mimba, kweli kama yani lazima tuongee lugha hii moja. Hapo akili lazima ikutulie. Lazima akili ikae sawa. Kwa hiyo watu wajue kwamba mahusiano sio lele mama. Mahusiano sio kwa watu wadhaifu. Mahusiano ni sehemu ambayo inahitaji kusamehe kila siku. Yaani unajua ile 7 mara 70 msamaha ndio tunaiapply huko sasa. Hii tunaiapply huko. Huko kwingine acha. Ina kwenye mahusiano? Ndio hii yani nasema tunaiapply huko kwenye mahusiano. Hiyo 7 mara 70 kwa siku. Kusamehe. Jiandae kusamehe. Jiandae kuvumilia vizuri. Jiandae kupata good times, jiandae kupata bad times. Kwa usiingie kwenye mahusiano ukihisi kwamba kila siku asubuhi utaambiwa baby good morning. Kuna siku unaamka mtu kanuna, elewi, kachanganyikiwa, buyu. Huyu kawaje? Mbona jana hakuwa hivi? Jiandae na hizo situation. Kwa hiyo lakini yote kwa yote mahusiano ni mazuri. Mapenzi ni mazuri. Watu waachane na upweke. Umeelewa? Watu waache kuwa wapweke. Single bana ufai. Single ufai bwana. Watu wana enjoy wapo kwenye mahusiano. Kuna raha, yani ni raha kuwa kwenye mahusiano. Imagine umetoka zako kwenye kazi afu unakutana na mtoto mzuri anakupa pole baby na kazi. Pewa pole, kakuandalia kitu hapo, akutengea maji ya kuoga kidogo, natoka kuoga, ukishakula unakula tena. Unakula ndo ule. Kwa hiyo yote kwa yote lazima utengeneze mahusiano yaliyokuwa bora. Japokuwa haya mambo yote yatatokea, lakini uingie kwenye mahusiano na mtu ambaye mtaelewana. Mtu ambaye mtaongea lugha moja. Kweli kuna hili nilikuwa sijaliandika lakini nilikuja tu kichwani ili kuwasaidia pia watu. Nimeona baada ya kiredio na video la kutokea zile story ama scandal ambazo zinatajwa kwamba watu hao wame break up, wameachana. Watu wanamlaumu sana kiredio kwa ya kuexpose mapenzi yake mtandaoni. Bwana maisha yake na uwezo wake wa kifedha hakudeserve kumpeleka mtandaoni mwanamke wake. Pengine hasa ukiambia ushauri hasa kuhusiana na swala la kuwaweka wapenzi mitandaoni. Waenda nalo vipi hasa watu pengine? Mimi nitakuuliza swali moja. Kuna mwanamke wa Diamond ambaye hajawahi kumweka mitandaoni? Wote bwana. Kuna hata mmoja aliibiwa. Kwa kumbuku hatuwezi kujua lakini tunavyoona tunafuatisha mitandao inavyosema. Kuna hata mmoja shaye kuibiwa? Hapana. Nandy na Billnass tumewajulia wapi? Mitandaoni. Wewe shaye kuona wameachana? Mpaka wameoana wamepata hata mtoto. Kuna katikati waliachanaga lakini hizo si ugomvi tu. Lakini mpaka sasa hivi wameoana, si ndio? Haya, Aika na Real wapo vile wapogo tu mitandaoni.
hiyo ni akili ya mtu. Au Ronaldo na mke wake wao wana juzi. So hapo kwenye mitandao kila siku. Kweli. Akili ya mtu ilivyo. Yaani mtu kama akili yake ni finyu kwa tamaa ndogo ndogo tu hizi, hata usipomweka mitandaoni. Atakuchiti. Juzi kuna content nimefanya nikasema wanaume wengi wanajiongopea kitu kimoja. Wanahisi labda wanawake ambao sio wa mitandaoni ni wanawake ambao wametulia. This is wrong. Hii ni naipinga kabisa. Kuna wanawake hawapo mitandaoni na ni wabaya sana kuliko wanawake ambao wapo mitandaoni. Kwa expose kwa sababu it's your choice. Unaweza mkaamua tuingie mitandaoni au tusiingie mitandaoni. Na mwanamke anayeibiwa ni yeye mwenyewe kaamua kuibiwa tu. Kwani yule mwanamke akikataa kwamba sikutaki atatekwa. Atakuja kulazimishwa. Ni yeye mentality yake. Ameona au deserve, manake amekudharau, amekusaliti hivyo, lakini haimaanishi kwamba kila mwanamke wa mitandaoni ni mbaya. Hapana. Kuna wanawake wengi sana wako mitandaoni. Kwa hiyo nataka kunambia mastaa wote wa kike kwamba hawana mahusiano yao. Kwamba yani hawajatulia kisa wako mitandaoni. Hapana. Wapo mitandaoni na wana mahusiano yao, wana familia zao. Wanalea familia zao, wako vizuri. Na kuna wanawake ambao hawapo mitandaoni na ni hatari zaidi. Nitajie njia 5 ambazo kijana ambaye anakutazama sasa hivi anataka ampate msichana mshawishi, amvute afa naye kwenye mahusiano. Hajui amuingie vipi, anataka ampate. Hebu msaidie kijana leo afa kukutana hii clip yako leo itamsaidia sana kwenye mahusiano. Hebu wafunze vijana watumie njia zipi za kuwapata wasichana. Sasa njia nikisema hapa niwape njia, unajua kuna watu wengine huwa wanavuruga mambo mafaili. Hata kwenye kazi interview ya kazi huwa sio interview moja. Yaani tumeenda kwenye usaili wa kazi. Maswali utakayoulizwa wewe ni tofauti na maswali utakayoulizwa mimi. Na mazingira ya kazi. Na mazingira ya kazi. Kwa hiyo kwenye mahusiano mimi kwanza ushauri wangu tu siwezi kukupa njia ambazo kwamba eti hizi njia 5 zitumie kumpata mwanamke. Huo utakuwa uchawi. Uongo. Utakuwa ni uongo, yani nitakuongopea. Kitu ambacho naweza nikakushauri ni kwamba ukimuona mtu umempenda usisite kwenda kumueleza hisia zako. Usiwe na uoga. Njia ya kwanza ya mwanaume kumpata mwanamke yeyote ni kuweka uoga pembeni. Yaani hiyo ndio njia rahisi hata ya kumtongoza mwanamke. Confidence. Kuwa na confidence. Jiamini. Sawa? Tafuta hela. Yaani hizo usingesema hiyo nilikuwa nakukatalia pointi zako. Sasa tafuta hela. Hasa mimi kuanzia leo mimi nakuamini katika maneno yako unayosema wewe. Sawa. Kwanza kitu cha kwanza kwa mwanaume jiamini. Ndio. Kuwa na confidence. Ndio. Tafuta hela. Hilo ndo hata ya kwanza ilikuwa ndio hiyo. Sawa. Umeelewa? Be a gentleman. Yeah, sawa. Vaa vizuri, pendeza, nukia. Yaani jamani, jipende. Yaani kama mwanaume jipende. Fanya kitu ambacho unahisi hata ukienda kwa mwanamke kwa sababu kuna wakati mwanamke anakuambia nieleze kuhusu wewe. Sasa wewe CV yako ni nini? Huna kitu chochote, huna mchezo unaojua, yani wewe hujui chochote. Huna hobby yoyote, kweli? Hobby yako kula tu. Okay, basi kama huna hobby yoyote, uwe na hela, basi. Basi una hobby yako na hela. Basi. Kwa hivyo ni vitu, yani mwanaume ujiamini, mwanaume ujipende, mwanaume uwe na hela na mwanaume uwe gentleman. Njia pekee ambazo unaweza kumpata mwanamke unayemtaka. Sure. My brother, mimi nashukuru sana, nimeenjoy sana kuwa na wewe siku ya leo. Tumejifunza mambo mengi sana, tumeelimika vitu vingi sana. Naamini mtu ambaye anapenda mapenzi na anafurahia kwa kwenye mapenzi, naamini siku ya leo atakuwa amejifunza vitu vingi sana. Na kitu kingine ambacho nataka nikupongeze pia kaka, umekuwa ni miongoni mwa watu ambao unahubiri mazuri ya mapenzi. Unatamani watu waenjoy mapenzi. Unatamani watu wafurahie mapenzi. Unatamani watu waachane katika mapenzi. Kwa
Kwa hiyo mimi nikupongeze sana, na mimi pia kupitia elimu ambayo leo umeitoa hapa watu watafurahia sana. Sana. Na pengine hasa kwenye mitandao sasa watu wanakupataje? Watu ambao bana yuko mtu na mume wake, mtu na mke wake, wanatamani sasa bana, hebu tukutane na Mr. Love Disaster, tunampataje? Atushauri pia na sisi bana, mapenzi yetu sasa yanaelekea kwenye battery low. Wanakupataje sasa? Okay, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii utaandika Instagram, utaandika Mr. Love Disaster, lakini Facebook hivyo utaandika Mr. Love Disaster, lakini ukienda TikTok pia Mr. Love Disaster. Namba zangu zipo pale, email ipo. Kwa hiyo tuma DM, nasomaga DM muda wote. Kwa hiyo natoa pia, kuna session ya counseling, therapist pia nafanya. Kwa hiyo kama unahisi kuna changamoto yoyote, kuna mambo ambayo unahisi wewe kuna mkanganyiko unaupata, mimi nipo kwa ajili yako. Na pia waandike maswali hapa chini kwa sababu hii sio interview ya mwisho. Kama una swali lako liandike. Kama una swali lako liandike, tuma, mimi nitalijibu. Atakuja nikutafuta tuulize, si ndio? Hapa ni nyumbani. Sure. Bana, nikopo na ndugu yangu kabisa hapa SBB Mr. Love Disaster. Nimezungumza naye mambo mengi sana. Naangalia hapa kwenye dakika ni dakika 46. Bana, karibia alisema tumelimaza, tunazungumza tu kuhusiana na mahusiano. Sasa wewe kama usipoelewa na leo, sijui sasa mimi wajibu wangu sio utakuwa ni upi, lakini mimi kama wajibu wangu kutafutia watu ambao waweza kukusaidia katika mahusiano, wajibu wangu leo nimeufanya vizuri sana. Asante sana kwa kwamba umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nyuma ya kamera kopo Rizky bwana, mimi naitwa Victor Madaha. Asante kwa wakati wako, tutakutana tena wakati mwingine. Bye bye. Asante kwa kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.